Lazima niamue lengo la mahubiri hii ni gani. Ujumbe mgani tunataka kupitisha katika mahubiri kwa uwezo wa Bwana, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Saa nyingine mara mingi huwa tu ninachukua kipengele cha tulichokisoma, ninasema hiyo ndio itakuwa mada. Kwa hivyo nikiambiwa nichague kipengele ya hii mada ya leo, nitasema hii ndio mada ya leo. Kisha nitawatenda nyinyi kile ambacho nimepanga kufanya nini? Kuwatenda wao. Mstari wa 26. Kisha nitawatenda nyinyi watu wangu Israeli jinsi nilivyopanga kufanyia nani? Hawa Wakanaani. Hiyo ndio ningechagua kama mada. Amina? Kakaangu, ninachotaka kufanya siku ya leo ni kusisitiza uovu wa dhambi. Ninataka tuione kwamba hili si jambo lilianza Agano la Kale. Na katika hizi wiki ambazo tumekuwa tukipita, tumekuwa tukiiona. Jambo moja ambalo Injili linaonyesha ni kwamba kama tungekuwa na uzuri yoyote ndani yetu, ingepasa Yesu afe kweli. Kungekuwa na need ya Yesu kufa kama kuna uzuri wowote ndani yako. Lakini hii ni habari mwanadamu hataki kusikia. Mwanadamu yuko tayari kwenda kanisani, yuko tayari kwenda katika madhabahu yoyote, yuko tayari kupokea habari, lakini kuna habari fulani roho yake iko tayari kusikia, kwamba ana uwezo wa kufanya kitu, kwamba ana uzuri fulani ndani yake, kwamba kuna kitu ninaweza kufanya kwa ajili ya minajili ya wokovu wangu, kwa minajili ya mimi kukua sawa na Mungu. Yaani ninaweza piga formula, ninaweza fanya hesabu. Lakini Ukristo tu katika ujumbe wake unahakikisha roho wa yeyote anayewaza hiyo ujumbe kwamba hakuna uzuri wowote ndani yako. Kungekuwa na uzuri wowote ndani yako, hakungekuwa na haja ya mwana wa Mungu kufanya nini? Kusulubiwa, kukufa kifo cha aibu. Wacha kifo cha mwana wa Mungu kikuonyeshe kwamba hakuna uzuri wowote ndani yako. Ndio lazima akafanya nini? Akatimiza uzuri kwa niaba yako. Ndio maana akabeba dhambi zako. Maana kwa sababu wewe haungeweza kufanya nini? Kubeba wewe mwenyewe. Kama ungeweza, angekuja kukubebea. Angefanya nini? Angekuambia tu wewe, kama unataka kubeba dhambi zako fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na ujumbe mwanadamu hataki kuamini. Na hii ni ujumbe huwa tunaigonga wiki baada ya wiki, lakini bado hata tukizungumza na wenyeji wa hii kanisa tunaona bado haipati nafasi katika mioyo ya watu. Haipati nafasi, haipokelelewi. Biblia yenyewe inagundua mwanadamu ana ugumu wa kupokea ujumbe huu, ndio maana unaufunza tena na tena na tena na tena. Ndio maana hata tukisoma kuhusu Waisraeli tunaiona tena na tena na tena hadi inafika mahali tunasema kwani hawa Waisraeli nini shida na wao? Kwani hawa watu nini shida na wao? Ni ujumbe fulani Biblia inataka uone. Wewe na wewe Muisraeli usifikiri nyinyi ni tofauti. Usifikiri wewe ni bora kuliko wao Waisraeli. Usifikiri vile wengine usema Waisraeli walikuwa hivyo, mimi ningekuwa hivyo, ningekuwa tofauti. Mimi singefanya hivyo, mimi singeabudu hiyo sanamu, mimi singelia, mimi singenungunika, mimi ningeamini, mimi ni mzuri, mimi nina Haupati ujumbe wa Biblia kaka. Haupati. Biblia inataka kukuonyesha wewe na wewe Muisraeli, WhatsApp group ni moja. Na leo ninataka kusisitiza uovu wa dhambi. Uovu wa hii dhambi ambayo kila mara tunapoiona tunaona inapandisha hasira ya Bwana. Tunapoiona tunaona inamkera Bwana. Inamfanya atake kuamua kufanya mambo makali sana. Isingekuwa kuna mpatanishi, hawa Waisraeli wangekuwa hapa. Isingekuwa Musa anawapatanisha mara kwa mara, Mungu angekuwa amewamaliza kwa sababu ya dhambi yao. Ni Musa tu anasema Bwana anapatanisha Waisraeli na Mungu.
Hiyo ndio ujumbe pia ya Injili. Isingekuwa na mpatanishi, wewe na Bwana angekuwa shafanya nini? Angeshakuwa shakumaliza. Kusingekuwa na mpatanishi kati ya Bwana na wewe, leo ungekuwa jehanamu. Leo sasa hivi ukichomeka ukilia, na ingekuwa ni haki wewe kuwa pale, sikuonewa. Biblia inataka uelewe na utambue uovu wa dhambi. Ni jambo ngumu sana kuielewa katika huu ulimwengu ambao tunaishi. Kwa sababu gani? Biblia inatufunza kwa sababu nyingi sana. Sababu ya kwanza ni hiyo dhambi yenyewe inafanya nini? Hiyo dhambi yenyewe inafanya nini? Inapofusha mtu. Inapofusha mtu asipate kuona uovu wa hiyo dhambi. Dhambi inafanya anayetenda atake kufanya nini? Kuitetea. Atake kusema kwamba haina shida, hakuna kitu mbaya nayo, hii ni kitu lazima ufanye ndio uishi. Inakuwa ni kama kwamba sasa dhambi imekuwa ni mkono wake wa kulia. Anaona ni kama kwamba bila huo mkono wake wa kulia hawezi fanya nini? Hawezi pata mapato yake ya siku, hawezi pata furaha yake. Dhambi yenyewe inapofusha. Na kwa sababu ulimwengu wote umezama katika hii dhambi na unatawaliwa na yule muovu anapofusha tena zaidi. Inakuwa sasa ni kama dhambi ni kitu ya kawaida. Watu hata hawashtuki na dhambi siku hizi. Inafika wakati ambapo tuliona hata dhambi sasa kitu kibaya machoni pa watu inaongelewa ni kama ni kitu kizuri. Mmeiona hapo kwa mali unafanya kazi. Wangapi wanafanya kazi? Wangapi wanafanya kazi? Umeiona kazini? Umeiona kazini? Watu wanaongea ni kama kwamba hicho kitu kiovu ndio kitu kizuri. Usipofanya hiyo, biashara itaenda mbele. Wanatetea dhambi sasa. Sasa kitu ambacho ni sumu ndio kinasifii. Alafu yule ambaye anakuja na njia za Bwana anaambiwa nini? Anakashifiwa. Sio? Anaambiwa wewe unataka kuharibu biashara wewe. Sasa uzuri ni unakuwa ubaya. Umeiona katika taifa letu pia? Umeiona kote, sio? Kwa sababu gani? Dhambi yenyewe imepofusha. Na yule muovu yuko kazi. Yule muovu yuko kazi. Sasa ulimwengu unakuwa na mazingira ya kuzoea dhambi. Mazingira ya kuzoea dhambi, uzoefu wa dhambi. Yaani dhambi inakuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hivyo watu hawapati kuona uovu wa dhambi. Hadi waje katika neno la Bwana liwafunulie, hawatapata kuona. Wataendelea kuishi wakiangamia, wakioza zaidi na zaidi. Wakizidi kudidimia zaidi na zaidi. Wakizidi kupotea zaidi na zaidi. Wataendelea tu. Isipokuwa neno la Bwana lihubiriwe kwao, wafungue masikio yao, wasikie na wapokee habari ya hii neno. Iwafunue roho zao. Nakwambia dhambi kitu mbaya sana. Iko kinyume na Bwana kabisa. Iko kinyume na sheria ya Bwana, ambayo sheria ya Bwana ni haki. Kitu chochote kuhusu Mungu, dhambi inafanya opposite. Mungu ni mtakatifu. Hakuna uovu ndani yake. Dhambi yenyewe ni uovu, na uovu peke yake. Dhambi inasikia ati Mungu anasema mimi ndio niko juu ya ulimwengu. Mimi ndio nimeumba huu ulimwengu. Mimi ndio niko juu ya kila kitu. Dhambi inasema mimi huwezi niambia mimi. Kwa hivyo dhambi inataka kutoa Mungu kutoka kwa kiti chake. Na mimi huwezi niambia. Unasema uko juu ya nani? Mimi siwezi ambiwa na mtu. Mimi sina mfalme juu yangu. Mimi sina mtu anayenitawala. Mimi ninafanya venye ninataka.
dhambi hata inadharau vile ambavyo Mungu anatosha. Mungu anasema anatosha ndani yake. Yeyote ambaye ako na Mungu ametosha, hauhitaji kitu kingine. Dhambi inasema nini? Mimi sitosheki, ninataka kitu ingine ambayo Mungu amesema haifai. Mungu anasema hiyo haifai, hapana, ananinyima. Sivyo ndio ilifanyika katika bustani la Edeni. Dhambi ilianza aje? Walikuja akaambiwa yenye Mungu anawapea, anawanyima hiyo. Anawanyima. Kwa hivyo Mungu anawaonea. Kuna mtu mwingine nilikuwa namhubiria injili. Nilikuwa ninashare injili na yeye. Unajua akaniambia nini? Akaongea tu huo uongo wa shetani, akaitoa kutoka kwa Biblia. Hapo hata anajua anasema. Akasema mimi siwezi fuata Mungu kwa sababu ninaona ni kama kwamba Mungu anafanya nini? Ananinyima. Ananikwaza. Ananilimit. Yaani vile maneno ya nyoka yakatoka mdomoni mwake, hata hatambui Biblia inajua alichosema. Tukazidi kuongea vile dhambi ilivyoonekana pale katika the Tower of Babel. Ikaonekana hapo. Akaanza kusema venye binadamu ni mkubwa sana. Akamwambia dhambi pia inafanya hivyo. Mungu anajaribu kuonyesha ukubwa wake. Dhambi inasema mimi na Mungu tunaweza fanya nini? Tunaweza pelekana. Anaanza kusifu mwanadamu, anaanza kusifu kazi za mwanadamu, anaanza kusifu venye anasema mimi ile mambo mimi hutumia siku hizi yote ni kazi ya mwanadamu, na yuko hapo bado yapumua. Ona dhambi vile ambavyo inamfanya yeye. Sasa anataka kuona kwamba utukufu wa Mungu na utukufu wake wanaweza fanya nini? Wanaweza pelekana. Yaani nilikaa chini baadaye nikasema hii Biblia inakagua watu kabisa hata wao bila kujua. Sikumquote hizo verses, lakini nikakaa chini nikasema huyu si ni the serpent ameongea tu hapa. This ni the Tower of Babel tu imeongea tu hapa tu. Biblia inafunua ulimwengu jinsi ulivyo. Biblia inafungua vile watu walivyo. Biblia inaeleza kwa nini Kenya kuna ufisadi. Kwa nini kwenye manyumba watu wanapigana. Kwa nini mandugu wanataka kuuana kwa sababu ya mali. Bila hata binadamu kujua. Lakini Biblia hataki kufungua. Yaani dhambi itaharibu kitu kizuri hata kama neema ya Bwana. Neema ya Bwana ambayo lengo lake ni kufanya nini? Kukuokoa, si ndio? Kukutoa kutoka dhambi. Dhambi inaweza chukua hiyo neema ya Bwana igeuze ikuwe ni leseni sasa. Leseni ya kutenda dhambi. Asema, nimeokolewa. Kwa hivyo nifanye nini? Acha nitende dhambi zaidi. Hata neema ya Bwana inachoka. Ndio maana siku hizi unatembea makanisani mengine, kitu tu wanajua kuongea ni upendo. Upendo wa Mungu. Mungu ni upendo. Mungu lazima apende. Na hizo tabia zake zingine, na hizo sifa zake zote zingine zinaenda wapi? Ataacha kukuwa mtakatifu kwa sababu anapenda? Ataacha kuwa kwa mwenye haki kwa sababu anapenda? Neema ya Bwana inachukuliwa kimzaha. Binadamu hawagundui Biblia yenyewe inasema kuna viumbe ambavyo wako bora kutuliko malaika. Na Yesu hakuchukua mfano wa malaika. Yesu hakuokoa wa malaika. Ni kwa sababu sisi ni bora kuliko malaika walioanguka. Ni kwa sababu uko na talanta kuliko shetani. Shetani ana talanta na hekima na urembo a million times more than you. Mbona Mungu hakuokoa shetani? Mbona Mungu hakuokoa shetani? Sababu wewe ni mzuri kuliko shetani? Sababu shetani ni mbaya kuliko wewe? Mgundue sasa hivi kuna viumbe walio bora kuliko wanadamu ambao hawajapata neema na hawatapata neema. Neema imekuja kwa kina nani? Kwa binadamu.
Ndio ujue neema si kitu ya mzaha, si kitu ya kusema lazima tungepewa. Malaika mgani anaongea hivyo saa hii aliyeanguka? Ati Mungu lazima atupende sisi, lazima akuje atuokoe. Watachomwa na ni haki yao kuchomwa. Na hata wewe ungechomwa, ungeachwa kama huyo malaika, ingekuwa ni haki. Neema inakuja kwako, unafikiri oh God is love, he must love us, he must forgive us. What do you mean? Umetoa hiyo kwa Biblia gani? Wema na subira yake Mungu, lengo lake ni kutuelekeza kutubu dhambi zetu. Hiyo ndio lengo yake. Lengo la wema na subira ya Mungu ni kufanya nini? Kuelekeza watu kutubu. Ikushangaze huyu Mungu ako na neema na mimi kiasi aje hivi. Waisraeli wakianza kuangalia neema ya Mungu, tuliona venye tulikuwa tunasoma, waseme tulicomplain akatuokoa, tukacomplain tena akatuokoa, tukacomplain tena akatuokoa. Kwa hivyo tufanye nini? Tuendelee kucomplain? Hiyo ndio conclusion. La hasha, inafaa kuwa guide. Ni aje huyu Mungu hadi leo anafanya nini? Hajua anatuweka. Niko na rafiki fulani pia ni pale kazini, tulikuwa tunajadiliana mambo ya Mungu. Akaniambia, akasema, mimi siamini Mungu yuko. Akaniambia hivyo, mimi siamini Mungu yuko. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia, kama Mungu yuko, basi hao watu wote wenye wanamdharau, hao watu wote wanamdharau, niaje bado wanaishi? Niaje hao watu wote wanamdharau, wanamkejeli, wanatenda dhambi dhidi yake, wanamtusi, wanasema wanamtusi mwana wake, wanamtusi hata mwana wake, na bado biashara zao zinaendelea, wanazaa watoto. Msiamini. Kama Mungu angekuwa, tungejua, kwa sababu hao watu wangefanya nini? Wangekufa. Nikamwambia, kakaangu, hata umeongea vizuri sana. Hiyo sasa inafaa kukuonyesha Mungu si kama wewe. Unafikiri Mungu ako na short temper kama wewe? Hiyo ni wewe unasema, mimi ningekuwa Mungu na watu wananidharau mimi ningekuwa nishafanya nini? Ningeshawamaliza. Sivyo ndio wafalme wanafanya? Mfalme ukimdharau makosa ya kwanza, hata akupeangi ya chance ya pili, ushatoka kwa cabinet. Mungu ulikuwa kwa cabinet yake, akakupata unamuibia, akakupea onyo ya kwanza, akakupea onyo ya pili. Hiyo ni kumaanisha anatetea ujinga wako na upumbavu wako? La hasha, anaonyesha kwamba yeye ni mwenye rehema. Yeye ni mwenye rehema, anakupea onyo, ndio ile siku kiboko itaanguka usiseme hukupewa opportunity. Ile siku kiboko itaanguka usiseme hukuonywa. Usiseme oi Mungu ni katili, Mungu ni si ulionywa, si ulipewa muda, si injili ulihubiriwa kwako, si walikukujia, wakakulilia, wakakuomba, wakakwambia oi wewe ni mwenye dhambi, pokea Yesu, hakuna kitu unaweza fanya, pokea Yesu. Wakasema hapana, akakuletea mhubiri wa pili, akakuletea ndugu, akakuletea dada. Sasa wewe hiyo yote utaki, hukumu yako itakuwa ni shida. Ni Mungu anaonyesha kwamba yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa subira. Mwingi wa subira. Anakuita tena na tena na tena, analeta ujumbe kwako kwa njia moja na njia nyingine, anakuvuta, anakuita. Wewe endelea kukaa na moyo mgumu pale. Usiseme hukuitwa. Usiseme habari haikukuja. Usiseme hukuambiwa. Usiseme Mungu hakukupea time. Usiseme hakukutumia walimu.
akakutumia walimu, akakutumia preachers, akakutumia hata ndugu mwenye mnakaa chini mnajadiliana Biblia naye. Yani ametumia njia zote, anakuletea hii injili, lakini wewe uko pale unataka kusema wacha ikuonyeshe yeye ni Mungu wa rehema na subira. Dhambi haitaki kugundua hiyo. Nataka tuone dhambi ni kitu kinakera Mungu sana. Hata kama ana subira na hawa watu inamkera sana. Haimfurahishi. Mungu mtakatifu lazima ahukumu dhambi. Nataka ujiulize, kwa nini hawa Wakanani wanatolewa Kanani? Kwa nini Wakanani wanatolewa Kanani? Kwa sababu Waisraeli ni watu wazuri sana. Waisraeli si tumeona njia zao. Waisraeli si tumeona wao ni wenye dhambi pia. Kwa hivyo Waisraeli wanasimama kwa sababu ya neema ya Mungu. Lakini Wakanani hawajapewa neema. Fungua Genesis 15. Kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha kwanza kwenye Biblia. Genesis 15 and verse 16. Hapa Abrahamu anaahidiwa kwamba wazao wake watamiliki ardhi ya Misri. Lakini anaambiwa haitafanyika saa hii, itafanyika baada ya miaka 400. Yaani wakati wa Musa. Na hivi ndio Mungu anawaambia. Katika Genesis 15 anamwambia Abraham, Genesis chapter 15 verse 16. Katika kizazi cha 4 wazao wako watarudi hapa, kwa maana dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa. Dhambi ya Waamori bado haijafikia kipimo kilichojaa. Hiyo ndio kitu inafanya msichukue ardhi saa hii. Dhambi ya Waamori bado haijafika kipimo kilichojaa. Hiyo inakuambia nini? Dhambi hufika, kuna kipimo inafika inajaa. Na hiyo kipimo ikifika lazima Mungu afanye kitu. Mungu hawezi kuwa na subira milele na dhambi. Mtu akikuwa na subira na milele na dhambi, hiyo ni kumaanisha anafanya nini? Ana encourage. Patience, you cannot let patience to a sin last forever. Mtoto mdogo unaweza muonya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Ukiendelea tu kufanya hivyo ufanye kitu. Sasa hiyo ni kufanya nini? Sio ni kumencourage. You are encouraging him to continue. Anaona hakuna kitu itafanyika. Hakuna kitu itafanyika. Dhambi kulingana na Biblia inafika kipimo fulani ambacho kinajaa. Waamori yao ilifika. Hukumu inaanguka hata kwa mataifa. Kulingana na Biblia. Hukumu inaanguka hata kwa mataifa. Dhambi ya Waamori inapofika kipimo kinachojaa, Mungu anasema lazima hao Waamori wafanye nini? Watolewe kwa hiyo ardhi. Sodoma na Gomora Mungu anaifanya hadi, kwani inafanyika? Si Sodoma na Gomora walifanyiwa hivyo pia? Sodoma na Gomora waliendelea na dhambi yao hadi kipimo cha dhambi yao ikafanya nini? Ikajaa. Ikifika hapo Mungu akasema, unaona venye aliambia Abrahamu, nimesikia mambo imeyafanyika huko, yani sasa pali imefika, siwezi fanya nini? Siwezi it cannot continue anymore. Nenda huko kujionea. Na nikiona kitu ninaona pale nitafanya kitu nitaona inafaa. Usifikiri dhambi inaendelea milele. Usifikiri subira ya Mungu inaendelea milele. Kipimo kinafanya nini? Kinajaa. Hata huu ulimwengu tunapohubiri hii injili ya Yesu Kristo na watu wanakataa injili ya Yesu Kristo, kipimo kinaendelea kufanya nini? Kuongezeka. Na kipimo kikifika hukumu, hiyo ndio siku ya hukumu inafanya nini? Inakuja. Kwa hivyo sisi katika kuhubiri hii injili tunaleta nini? Siku ya Bwana karibu. Watu waikubali, watu waikatae, bado siku ya Bwana inakuja karibu.
Watu wakiikubali, Yesu anakuwa na tamaa kushirikiana na watu wake zaidi na zaidi. Watu wakaikataa, hukumu yao inazidi kufanya nini? Kujaa. Hukumu itajaa. Na itafika hiyo siku ambayo ikijaa, Mungu atasema enough is enough. We cannot go on like this. Takuja kama mwizi kakamu. Subira ya Bwana ikae milele. Matendo, mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi. Yoko kabla ya Hesabu. Soma mambo ya Walawi, mlango wa 18. Nikisoma kutoka mstari wa 24 hadi 28. Leviticus chapter 18 from verse 24 to 28. And this is what I read. Msijitie unajisi. Hawa ni Waisraeli wanapewa sheria. Msijitie unajisi kwa njia yoyote katika hizi, kwa sababu hivi ndivyo mataifa nitakayo yafukuza mbele yenu yalivyojitia unajisi. Hata nchi ilitiwa unajisi, hivyo nikaiadhibu kwa dhambi zake. Nayo nchi ikawatapika wakaaji wake. Lakini ni lazima uzitunze amri zangu na sheria zangu. Mzawa na wageni waishio miongoni mwenu kamwe wasifanye mambo yoyote ya machukizo haya. Kwa kuwa mambo haya yote yalifanywa na watu walioishi katika nchi hii kabla yenu, na nchi ikawa najisi. Kama mkinajisi nchi, itawatapika kama ilivyowatapika mataifa yaliyowatangulia. Na venye Bwana anawaambia Waisraeli. Kwa nini hao watu, ukisoma hapo hiyo chapter yote, anaeleza dhambi mbaya sana zinazo husiana uhusiano kati ya mwanaume na mwanamke. Sexual sins nyingi sana anazieleza pale. Na baada ya kuzieleza, anawaambia Waisraeli, msitende haya mambo. Kwa sababu ya haya mambo ndio hawa Waamori nchi yao inafanya nini? Inawatapika. Wametenda dhambi, wakafanya hiyo ardhi ikuwe najisi. Sasa hiyo ardhi inafanya nini? Inawatapika. That is what he's telling them. So anawaambia hata nyinyi mkienda huko na mfanye haya mambo ambayo hao Waamori walikuwa wanafanya, ardhi ikawatapika, hata nyinyi sasa mnafikiri hamtatapikwa nyinyi? Jinsi ambavyo ardhi inawatapika Waamori, ndivyo hivyo itafanya nini? Itawatapika nyinyi pia. Watu wake ndio anawaeleza hivyo. Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 9 verse 4 to 5. Anasema hivi: baada ya Bwana Mungu wenu kuwafukuza mbele yenu, yani kuwafukuza hawa wakazi wa hiyo nchi mbele yenu, msiseme mioyoni mwenu, Bwana ametuleta hapa kuimiliki nchi hii kwa sababu ya haki yetu. La, ni kwa sababu ya uovu wa mataifa haya ndiyo Bwana anawafukuza mbele yenu. Si kwa sababu ya haki yenu wala uadilifu wenu kwamba mtaimiliki nchi yao, lakini kwa sababu ya uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wenu atawafukuza mbele yenu, ili kutimiza lile alilowaapia baba zenu Abrahamu, Isaki na Yakobo. Ona, Mungu anatumia Israeli kama chombo cha hukumu yake. Mnaiona? Mungu anatumia Israeli kama chombo chake cha kuhukumu haya mataifa pale, kwa sababu ya dhambi yao. Anawaambia nyinyi Waisraeli, msifikirie ninawaingisha pale kwa sababu nyinyi wazuri sana, ati kwa sababu sisi mwanze kusema kwa moyo wenu ni kwa sababu sisi ni wazuri, waadilifu, wema, ndio maana Mungu ametupea hii ardhi. La hasha. Nyinyi si mnajua ile mambo mmefanya hapo jangwani hadi nikaweka pale miaka 40.
Nyie hata isingekuwa nimepea ahadi kwa baba zenu, hata nyinyi ningekuwa nishafanya nini? Nishawatupa. Ni kwa sababu ya dhambi ya hawa watu. Unaona uovu wa dhambi kaka? Unaona uovu wa dhambi? Mungu anahukumu, na hukumu ya Mungu inaonekana hadi siku ya leo. Vile ulimwengu ulivyoanguka ni ishara ya uovu wa dhambi ulivyoanguka. Katika Warumi wa kwanza Bwana Mungu anasema, Paulo anatuandikia kwamba hukumu moja ambayo Mungu amepea hii Kenya na hii dunia nzima ni watu wakiendelea katika dhambi, ni anatoa breaks. Kuna breaks Mungu anawekanga. Anasema Mungu anatoa breaks. Ndio watu wafanya nini? Badala ya kung'uta inakuwa ni slide. Una slide chini kwa dhambi yako. Nanielewa? Kitambo ilikuwa kugumu wewe kufanya mambo, sasa inakuwa ni kama nini? Ni slide. Unaenda tu kididimia tu. Unaenda tu kuona tu venye wewe ni kiumbe cha jehanamu. Straight to hell. Unajiona tu venye unadidimia tu. Unafika mahali ambapo hata mambo unayofanya unagundua ni aibu. Unagundua. Unajua. Unatambua ni mambo ya aibu. Lakini hautaki kukubali. Kwanza hata unahimiza wengine wafanye nini? Wakujoin. Twende tu slide pamoja bana. Hii slide ni tamu sana. Achana nao wenye wanasema sijui lazima uishi sijui aje. Hawajui, wanajinyima, wanajikwaza. Hawajui maisha, hawajui, wachane nao. Sisi tuko huru. Wao wamekwazwa, wao wanajifunga mapingu. Umeiona katika ulimwengu kaka? Umeiona katika familia yako? Umeiona katika jamii yako? Umeiona katika maisha yako mwenyewe, katika misimu fulani ambayo unafika mahali unasema, we, nilifika aje hapa? Umeiona katika maisha yako wewe mwenyewe? Isingekuwa ni Mungu akutoe katika hiyo hali. Wengine walikuwa wana slide kwa hiyo slide. Wengine walikuwa wanashuka kwa hiyo slide. Walikuwa hadi anaamka siku fulani anasema, we, nilifika aje hapa? Nilifika aje huku? Hata sikumbuki. Nilianzanga tu na tamaa mbaya kidogo tu, tamaa mbaya kidogo ya pesa. Nikakuwa muongo. Sijui nikakuwa muongo aje kidogo nikakuwa katili. Hoi sasa hata sijui nikakuwa, yani hata sasa nimefika mahali nimekuwa mchoyo, sitaki hata kuchunga familia yangu. Nilifika aje hapa? Mimi sikukuanga hivi. Sikukuanga hivi. Ulianza tu polepole ukislide. Nilifika aje hapa? Nilianza na sijui ati walikuwa wananiambia ati ni nini ya ndoa peke yake, uhusiano wa mume na mke ni ndoa peke yake. Nikasema hawajui raha za ulimwengu, wanajinyima. Nikajichukulia yangu. Sasa ninajiangalia mahali niko, we, nilifika aje hapa? Nilifika aje hapa? Yani ile mambo ambayo ninafanya hata siwezi sema. Hata kwa marafiki wangu wa dhati siwezi waambia. Sababu ni mambo ya aibu, najua ni aibu. Hata nikimweleza mtu yoyote, unaonanga venye wao wanaambiana story huko kwa social media. Lazima aongeze prefix. Lakini usinijudge. Kwa sababu anajua mambo yenye anafanya ni mambo ya aibu. Anasema sijui nikachukua bwana wa huyu, nini alikuwa nini, lakini haki usinijudge, unanijudge. Wewe unanijudge hata sitaki story zako. Anajua mambo anafanya ni mambo ya kujajiwa. Mtu ambaye anajua anafanya jambo sahihi, hata watu wakimkemea. Paulo alikuwa anakemewa siku baada ya siku. Lakini anasema mimi moyoni mwangu nina nini? Amani.
dhamiri yangu ina amani, kwa sababu Mungu anaambia no, you're doing the right thing. Kwa hivyo hata dunia mzima inihukumu, mimi moyoni niko na amani. Huyu mwingine lazima atafute watu kumwambia hapana, hapana, haufanyi mbaya, haufanyi mbaya, uko sawa. Sababu dhamiri yake yenyewe inafanya nini? Inamhukumu, hana amani ndani. Dhamiri ina hukumu. Kuna pastor ambaye alipatikana na pastor fulani ninasikiliza, anaitwa John MacArthur. John MacArthur is dead now. One of the greatest preachers of our century. Mungu alimbariki sana. John MacArthur ameingia kwa airplane akapatana na pastor mwingine. Pastor amelewa chakari. Amelewa chakari. Wajua ile kulewa chakari ile, amelewa chakari. Akamkemea. Baada ya wiki moja, unajua John MacArthur anaeleza nini? Huyo pastor alimtumia mabarua kama 10-20 kutoka kwa kila mfanyikazi wa hiyo kanisa yake, kumtumia John MacArthur, kumweleza John MacArthur venye pastor wetu ni mzuri. Yaani ninakuja hapa naambia Wambua nataka uandike barua ili nitumie John MacArthur, waambie venye mimi ni pastor mzuri. Kwa nini inamlazimu kufanya hivyo? Sababu dhamiri ndani yake yeye mwenyewe anajua alikuwa kwenye makosa. Lazima atafute watu ndio wamwambie hapana, pastor wetu ni mzuri, akwangi mbaya, akwangi mlevi, akwangi unatafuta sasa watu waku stroke. Inaonekana ni kama kwamba nimezungumza sana, lakini ni kama hata sijazungumza kuhusu hii text, fungu ambalo tumelisoma leo. Lakini kama umekuwa ukifuata utaona ninaelekea wapi. Hii dhambi Mungu anakuonya sana nayo. Anajua hii kitu hata ikianza ndogo kidogo, hii mbegu inazidi kita mizizi. Inashika mipaka, inaenea. Ni kama kansa. Unajua kansa? Unajua ugonjwa wa kansa? Kansa inaweza anza kama kadonyele hivi. Inaweza anza kama kadonyele hivi. Watu waichukulie kimzahamza, mzahamza. Baada ya mwaka mmoja inafanya nini? Imeua mtu. Si ndio? Kwa sababu gani? Hata ianze kadogo aje, hata ianze na cell moja, one cell. Unajua one cell hata huwezi ona na macho. Inakuwa ikizidi, alafu inaenda ikifanya nini? Ikienea. Inaweza anza hapa, baada ya mwaka mmoja iko kwa mapafu, iko kwa maini, iko kwa matumbo, iko kwa tumbo, imeenea kila mahali. Sasa ilikuwa hapa kadogo, sasa upumui. Imeenda kwa kichwa, wewe kila siku ni kifafa. Na ilianza wapi? Kadogo tu. Ukaichukulia kimzaamza. Daktari akakwambia, "Woi, hiyo ni kansa." Hata shukuru Mungu tumeipata kabla ijaenea. Sasa kitu tunahitaji kufanya ni hiyo ngozi yote tufanye nini? Tutoe. Hiyo ngozi yote. Hakuna dawa nyingine, sisi hatuna dawa. Hiyo ngozi yote tunafaa kufanya nini? Kuingoa. Useme, mimi ngozi yangu. Ngozi yangu hapana. Mimi hakuna mtu anakuuza ngozi yangu. Aseme yaki mamangu. Hiyo ngozi iende ama mwili yote. Hivyo ndio dhambi iko kakangu. Ni kama kansa. Hivyo ndio iko. Hata ianze kidogo aje, inaenda ikifanya nini? Ikienea. Kwa hivyo ukigundua kuna kitu kama hiyo, unapigana nayo kama adui mkali hivyo. Adui sugu anapigwa kwa njia sugu. Hakuna daktari utapata kuja kuambia story za kansa kwambia hiyo achana nayo. Hiyo hata anaweza kuambia mkono tukate. Anaweza kuambia hata hiyo mkono tukate. Afadhali tukate hiyo mkono, lakini wewe ubaki.
Sasa mkono. Mkono. Akambe sisi hatuna dawa ya hiyo. Kitu tunajua ni tukiiacha baada ya miezi 6 itafanya nini? Itakumaliza. Kwa lazima tuitoe. Lazima tuimalize. Lazima tuiue. Lazima tuikanyage. Lazima tuichome. Hakuna huruma. Hakuna huruma na hiyo. Hiyo ichukuliwi hivi hivi. Kuna ugonjwa mwingine ukikuja nayo naweza kupea time. Ndio fikirie. Unajua hiyo hata tunaweza pambana nayo next week. Lakini kuna ingine unaona mtu ako na stress sana. Anapigana vita navyo vibaya sana sababu anajua ni adui wa aina gani. Mungu anajua hawa watu wa hii taifa na hizo njia zao ambazo zimewafanya watapikwe kutoka hiyo ardhi. Wakicontaminate Israel itafanya nini? Watakuwa kama wao. Watachukua njia zao. Kwa hivyo Mungu anawaambia katika hili fungu, mkiingia pale, hawa watu ni wakufanywa nini? Clean sweep. Hakuna kuacha. Na hizo njia zao, masanamu zao ni za kufanywa nini? Clean sweep. Hakuna kuacha. Hakuna kusema angalia hii sanamu ya dhahabu hii. Hii sinaweza kuwa poa kama marembesho kwa nyumba. Hii si ati tunaiabudu, lakini unaona kivenyiwe kwa crafted. Hii si kazi ya artwork safi hii. Hii tunaweza fanya nini? Tunaweza weka kwa nyumba hii. No. The idols, what do you do with them? Clean sweep. Hakuna kusema angalia hii si tunaweza pea ikuwe kama toy. Tupe Johnny achezee hii. Si angalia mazee artwork safi hii. Hakuna kitu kama hiyo. Unafanya nini hiyo? Clean sweep. Wao wacha hata nisome. Verse 52. Hesabu 33:52. Wafukuzeni wakazi wote wa nchi iliyo mbele yenu. Haribuni sanamu zao zote za kuchongwa na sanamu zilizotengenezwa kwa kuyeyusha chuma na kupobomoa mahali pao pa ibada. Yote. Lakini kama hamkuwafukuza wenyeji wakao katika nchi hiyo, wale mtakao waruhusu wabaki watakuwa kama sindano kwenye macho yenu na miiba kwenu kila upande. Watawasumbua katika nchi mtakayoishi. Kisha nitawatenda nyinyi kile ambacho nimepanga kuwatenda wao. Mtaingia tu timu yao. Mtaingia WhatsApp group tu yao. Kwa hivyo, venye aliwaeleza katika kitabu cha Mambo ya Walawi, venye ardhi ni watapika kwa sababu ya njia zao, nyinyi mtazituchukua, alafu nyinyi pia sasa ardhi itawafanya nini? Hata nyinyi itawatapika. Jinsi ambavyo inawatapika hawa saa hii, ndio itawatapika nyinyi watu wangu pia. Msijione hao ninawatoa hapo kwa sababu ya hizo vitu wanafanya huko. Muingie pale ati mnawabakisha. Hata niisome tena katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 1 hadi wa 5. Anasema hivi: Bwana Mungu wako
akuletapo katika nchi unayoingia kuimiliki, na awafukuzapo mbele yako mataifa mengi, yaani Wahiti, Wagirgashi, Waamori, Wakanani, Waperizi, Wahivi na Wayebusi, mataifa 7 makubwa tena yenye nguvu kuliko wewe. Pia Bwana Mungu wako atakapowatia mkononi mwako na ukawashinda, basi ni lazima uwaangamize wote kabisa. Usifanye agano nao, usifanye agano nao, wala usiwahurumie. Wengine wanafanya agano na vitu vyenye Mungu ameua pale msalabani. Anasema wacha nifanye agano na uongo, inisaidie kidogo katika biashara. Wacha nifanye agano kidogo na uzinzi. Wacha nifanye agano kidogo na mambo ambayo yamewekwa pale msalabani. Usifanye agano nao, wala usifanye nini? Usiwahurumie. Hakuna huruma. Usioane nao. Usijaribu kuoa watu. Usimtoe binti yako kuolewa na mwana wake, au kumchukua binti yako aolewe na mwana wako, kwa maana watamgeuza mwana wako ache kunifuata, ili aitumikie miungu mingine, nayo hasira ya Bwana itawaka dhidi yako, naye atakuangamiza ghafla. Hii ndilo utakalo wafanyia: vunja madhabahu yao, vunja mawe yao ya kuabudia, katakata nguzo zao za Ashera na kuchoma sanamu zao kwa moto. Hiyo ndio utafanya. Hakuna huruma, hakuna agano, hakuna kuwapeana sijui kwa ndoa, hakuna kuchukua watoto wao katika ndoa. Wao ni kazi ni kumaliza, kukatakata, kuchoma. Mkristo unanisikia wewe? Mkristo unanisikia wewe mwenye unajaribu kutetea dhambi hapo? Mkristo unanisikia wewe? Mkristo unanipata wewe? Unampata Bwana wako wewe? Unampata Mungu wako wewe? Unamwelewa kweli? Usipofanya hivyo, watu watakaeke nao wanasema watakuwa kama mwiba kwenye upande wako. In short, hautaikuwa na amani. Hautaikuwa na amani, ushadunga na mwiba hapo. Ni kitu inakuchokoza. Hautaikuwa na amani, hautaitulia. Hautaitulia. Unaona, wataongoza watoto wenu, watawadanganya, hamtaikuwa na amani kwa sababu mtakuwa na vita na mimi kila saa. Na mwisho yao hiyo ardhi itawatapika. Venye niliwafanyia wao ndio itafanyika nyinyi pia. Venye mewatapika wao ndio itakutapika wewe pia. Kristo, Mungu interest yake ya kwanza ni kuhakikisha ufike mbinguni. Ndio maana anakuambia maneno haya. Mambo haya yana maana sana hata kwako wewe Mkristo. Paulo anasema yameandikwa kwa ajili yako, kama funzo kwako, kama onyo kwako. Utambue kwamba kama Yesu alikufa pale msalabani, alikufa kwa ajili gani? Aliua nini pale? Alimaliza nini pale? Ndio uende ufanye agano naye. Na unajiita Mkristo. Moja wa kumaanisha kujiita Mkristo yamaanisha nini? Yamaanisha umekuwa kitu kimoja na nani? Na Yesu Kristo. Haujui jina Mkristo ilianzaka kama disi. Na hiyo jina wenye wanakuja Bible study ndio wanatambua. Jina Mkristo ilianza kama disi. Yaani Wakristo walikuwa wanachongolewa. Walikuwa wanaitwa wale watu
watu wa Kristo, the people of Christ, kwa sababu hawa wa Kristo asubuhi hadi mchana walikuwa wanaongea tu nini? Yes. Kristo, 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 Kristo. Kwa hivyo wakaitwa wa Kristo. Ilikuwa ni jina ya kuchongoa, ilikuwa ni jina ya dharau, ilikuwa ni jina ya kejeli, lakini Wakristo wakaesikia wanaitwa hivyo, wakasema hiyo ndio sisi. Hata mmetupea jina yenye inatufaa, hiyo sasa, hiyo ndio yetu, hiyo sasa, hiyo sisi ni watu wa Kristo. Majina mengi ya kejeli watu hawayakubali, si ndio? Majina ya kejeli hayakubali wangu. Ama yakikubaliwa kuna vile unaona kama wa pale Marekani. Pale Marekani si unajua black people walikuwa slaves pale. Na hii jina ambayo tunaiona nigger. Hiyo jina nigger ilikuwa inatumika kama jina ya dharau, si ndio? Jina ya kejeli. Ndio ilikuwa inatumiwa na racist people. Yaani kudharau mtu mweusi. Siku hizi hata hao watu ambao si wa Afrika hawawezi kulitamka, kwa sababu wakilitamka inasemekana ni kama kwamba anadharau. Watu wa black ndio wameichukua kivyao, wanaitumia amongst themselves, ndani kivyao. Mimi ninaweza muita huyu, niwaambie my nigga. Lakini ningekuwa mweupe siwezi muita hivyo. Atakasirika aseme nafanya nini? Namdharau. Wakristo sisi tulidharauliwa, tunaitwa Wakristo. Tukasema hiyo hata hiyo ndio. Hata msitoe tuita kitu kingine tena. Hiyo ndio tunataka hiyo sasa hiyo. Kukuwa Mkristo ni kukuwa na uhusiano na Yesu Kristo. Hata kulikuwa na ingine 1980s Wakristo serious walikuwa wanaitwa Jesus freaks. Jesus freaks. Ilikuwa ni matusi. Lakini hata mimi nilipompenda Yesu, by default nilijianza kujiita mimi ni yes, I am a Jesus freak. Yaani freak ni mtu mwenye ako obsessed. Yaani maisha yake yote tu ni hiyo. Akasema I am a Jesus freak. I love that to be called a Jesus freak. Ilikuwa ni matusi, lakini Wakristo wakisikia hiyo jina, so long as umeihusisha na nani? Yes. Yaani unaonyesha mimi mawazo yangu asubuhi hadi jioni tu ni yes. Yaani Yesu tu ndio ninapenda, ndio ninataka kila saa. Ndio nikienda kwa mtu kila saa tu ninataka kuongea tu yes. Yes, that is me, that is who I am. Kristo anasema wewe na Yesu Kristo yani mmekuwa kitu kimoja. Kwa hivyo Yesu Kristo atakufa kwa ajili ya uzinzi wako ndio uende ufanye agano nalo. Atakufa kwa ajili ya uchoyo wako, ukatili wako ndio uende uihurumie, uoane naye, uipeane kwa mtoto wako. Hakuna huruma. Na Mungu anatambua kwamba sisi ni dhaifu, anatambua kwamba sisi ni hafifu katika hivi vita, anatambua haya mambo ni majitu, haya mataifa ni makubwa kutuliko. Ndio maana Mkristo amejaliwa na Roho Mtakatifu, si ndio tulisoma katika Warumi 8, ili ampe nguvu ya kupigana na hizo dhambi, ili aweke ndani yake. Mkristo anakuwa implanted na tabia mpya, anakuwa implanted na mawazo mapya, anakuwa implanted na new way of thinking. Yani ndani yake kunakuwa na sasa na uadui dhidi ya hii maisha yake ya kale. Yani hiyo ndio mimi nakwambia, ukisoma Biblia utaona alama kuu ya Mkristo
Alama kuu kama umepata kumjua Yesu ni huu adui dhidi ya dhambi. Umefanywa nini? Umewekwa ndani yako. Inakuwa ni kama kwamba unapotenda dhambi ni sasa, hata ndio maana hapo ndio unagundua you are not being yourself. Unaelewa nikisema? Unajua kuna mtu ambaye anaweza fanya jambo alafu mtu waseme mwende akwangi hivyo. Akwangi hivyo, hiyo si yeye. He's not being himself. Mimi nakwambia Mkristo anapotenda dhambi, hapo ndio sasa Mkristo anajua he's not being himself, kwa sababu ni kama kwamba anafanya mambo kinyume na asili ambayo amepokea. Hatetei dhambi. Hata wakati anapoitetea, anaitetea akijua moyoni mwake kwamba mimi si hiyo kitu. Anapoitenda inamuuma. Anajua amedharau damu ya Bwana wake. Anajua hafai kukua hivyo. Ndo Mkristo. Mungu amekupa nguvu ya kushindana na hawa watu. Hawendi kupigana kivyako. Sio ndio tulikuwa tunafanya hizi wiki zilizopita? Watu wanaenda kupigana na majitu, wanaanza kunungunika. Mungu ataacha upigane na majitu peke yake? Kwani hiyo dhambi yenye unaona ni kubwa sana hivyo, unafikiri Mungu ajui? Unafikiri Mungu ajui jinsi ambavyo unapigana na hiyo tamaa? Unafikiri Mungu ajui jinsi ambavyo hiyo mambo inakushinda moyoni? Unafikiri ajui? Unafikiri hana uwezo kukupa na Roho wake Mtakatifu kuweza kupigana na hiyo tamaa? Unafikiri unapomlilia na unapomwamini na utembee katika njia zake hataweza kukupa nguvu? Unatazama unaona hii ni kubwa sana. Hii ni kubwa sana, hii ni kama imenimeza. Hii ni kama hii sitawezana. Hii afadhali nifanye nini? Niwache tu. Mkristo utatapikwa. Paulo anatuhakikishia, if you live according to the flesh, you will do what? You will die. Ukiishi kulingana na njia za mwili utafanya nini? Utakufa. He tells you, be sure of it. Be sure. Kuwa na uhakika, hii ni neno la Mungu. Mungu hata kufanyia bora kuliko neno lake. Mungu atafika judgment day aseme, neno langu inasema hivi, lakini kwa ajili ya mzee wangu hapa, wacha nipunguze kidogo. No! God is going to treat you exactly as his word says. And what does his word say? Anasema, Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 6 and verse 9. 1 Corinthians chapter 6 and verse 9 anasema hivi. Je, hamjui kwamba wasio haki hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Waasherati, waabudu sanamu, wazinzi, wahanithi, walawiti, wezi, wenye tamaa mbaya, walevi, wanaodhihaki, wanyang'anyi hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi. Msidanganyike. Msidanganyike. Nani ulisikia wapi? Mungu utaishi venye unataka. Ukue mlawiti, uko pale wanaume wanalala na wanaume, watu ni wanyang'anyi, watu ni wezi. Hapo anasema tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Tumeoshwa. Umeoshwa aje na bado hii dhambi iko na uwezo juu yako? Hizo tunasema hii damu haina uwezo wa kuondoa nguvu ya dhambi. Inaweza kuniosha tu na hukumu yangu na hatia yangu, lakini niwache pale katika pingu za dhambi. Hapo sitakuwa umedharau hiyo damu. Hiyo damu inaosha kabisa kabisa. Hata nguvu ya dhambi inashindwa. Unatakaswa, unaletwa mbele yake, unajiangalia
unajiangalia unasema hata mimi sikuwa imagine ningeifika hapa. Mimi nakwambia mimi mwenyewe nawapea testimony. Mimi dhambi, kwani unafikiri ninahubiri mambo sija experience? Nimepigana na dhambi mimi vibaya sana. Na wale tunakuja discipleship tumuongea haya maneno. Nimepigana na ninajua huyu Mungu aliyeniokoa, huyu Mungu aliyeniosha anaweza kutoa tamaa yangu ambayo tamaa yangu mbaya. Niache kukua mwizi. Niache kukua muongo. Sitaacha nioshwe hatia ya dhambi, lakini nguvu ya dhambi bado imenishika kama pingu. Unafikiri mimi nilikuwa pasta tu hivi? Ninawahubiria kitu ambacho nimekifanya nini? Nimekionja. Na ninajua ni kweli. Wagalatia Galatia mlango wa 5. Soma wa Galatia mlango wa 5. Mstari wa 29 hadi 19 hadi 21. Nasema matendo ya mwili ni dhahiri, yani ni wazi, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, fanaka, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo mengine kama haya. Na waonya kama nilivyokuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. You want me to say more? Wenye wameshindwa kupata wa Galatia, waende Revelation, Ufunuo. Acha niziongeze na ziongeze, ndio mjue Mungu amekuwekea nyingi sana hapa, ndio usiseme huku ambiwa. The Revelation chapter 21 verse 8, verse 7 na 8. Yeye ashindaye atarithi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwana wangu. Lakini waoga, wasioamini, wachafu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu, pamoja na waongo wote, mahali pao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Anasema hao ndio wenye watarithi ufalme, hao ndio watu wangu. Lakini wazinzi wasifikiri wako na sehemu hapa. Pamoja na waongo wote wasifikiri wako na sehemu hapa. Wazinzi wote wasifikiri wako na sehemu hapa kwa hiyo ufalme. Sehemu yao ni katika lile ziwa la moto linalowaka na kiberiti. Hapo ndio sehemu yao iko. Kakangu, vile Waamori walienda pale ziwa la moto na ukawaacha pale katika roho yako, hautaki kupigana na Waamori, hutaki kuwasafisha, utatapikwa katika ziwa la moto hata wewe. Hapo hapo tu. Sehemu yao iko pale. Oh, nimeosha. Utakuwa pale. Ni mimi nimesema. Na wahubiria ambalo mimi nimefanya nini? Nimepokea. Kakangu, hakuna huruma na Waamori. Kakangu, hakuna huruma na Wakanani. Hakuna kuchukua kama toe.
Hakuna kuiweka kama marembesho kwa nyumba. Hakuna kuibakisha pale unafanya agano nalo, inaweza kukusaidia kwa biashara. Hatunaiacha ikuwe nyumbani kwako, iko nyumbani imetulia, ni kama sasa iko nyumbani kabisa. Oh. No. No. Ni vita. Na ni vita ya kuua. Vita ya kumaliza. Hapo ndio dhambi inapeleka mtu. Inakuozesha hapa na inakuangamiza katika ile dunia inayokuja. Hapo utaoza, huko utaangamia. Hapo utatenganishwa na Mungu, kule utatenganishwa na Mungu milele na milele. Hapo utamdharau Mungu na dharau yako itahukumiwa milele na milele. Ndio Mungu amesema vile ambavyo nimewafanyia hawa, mkiwaacha hapo, vile niliwafanyia ndio nitawafanyia wewe pia. Kristo acha hiyo ije kama funzo kwako na ije kama onyo pia. Na yule ambaye hajampokea Yesu Kristo, natumai uone vile ambavyo huyu Mungu wetu anashinda dhambi za watu, sio? Hakuachi upigane peke yako. Acha upigane peke yako. Umelemewa na dhambi. Umesikia onyo ambazo zinakuja. Umesikia hasira ya Mungu inaletwa na nini? Na unataka kujua utaokolewa kivipi. Hizo dhambi umejaribu kupigana nazo kivyako, si ndio? Na umeweza? Biblia inakuhakikishia hakuna kuweza, umeweza. Hauwezi kushinda hizo vitu peke yako, hauwezi. Mungu anakuita hapa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Wakristo hawapigani peke yao. Wakristo wanapigana katika nguvu za yule aliyeshinda. Amina. Amen. Muamini Yesu leo kakangu. Mkono unanyoshwa kwako. Mkono unanyoshwa kwako. Yeyote ambaye hajakuja kumjua Yesu, kwamba usiangamie, na habari ndio imeletwa kwako. Ndio maana tunaileta kwa yeyote ambaye atasikia. Hata tunawaalika watu waje kusikia. Afadhali sisi tuonekane kwa wapumbavu lakini kijana aokolewe. Afadhali sisi tuonekane kwamba tunakaa hatuna kazi ya kufanya, lakini mtu apate kumjua Yesu, asife. Tukiwa pale tukirudi ufalme wa mbinguni, utanihag milele na milele. Tutakuwa tunapatana pale mbinguni, unanihag, unaniambia Rabin, Rabin, usingekuwa unatembea hiyo day. Yaani Mungu angike kuleta kwangu hiyo siku haki ningeangamia. Asante ndugu yangu. Asante. Utamsifu Mungu kwa sababu tulikuwa tunazuri. Utamsifu Bwana kwa sababu tulikuonya. Mkristo wewe ambaye bado unaishi katika dhambi, ile siku utarithi ufalme wa Bwana. Ile siku Mungu ataweka taji kwa kichwa chako. Hiyo ndio siku utasema asante Mungu kwa ule pastor ulimtuma akanionya. Sasa wengine watakasirika hapa. Sasa wengine watasema usiwahi rudi kwa hiyo kanisa. Sasa wengine watasema achana na huyo mambo yake, achana. Nakwambia ile siku majaliwa Mungu akutandike viboko, akurudishe, ukue sawa laini, uvalishwe taji kubwa, useme haki Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya hiyo ukweli ambao ni. Nakushukuru kwa ajili ya hizo onyo. Nakushukuru kwa ajili ya hayo mafunzo. Nakushukuru Bwana wangu. Utasema. Mkristo wewe utasema. Mungu atujalie kwamba atabariki neno lake lizae matunda kwa ajili ya utukufu wake. Amen. Simame tuombe.